السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوانا إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Mtazamaji wangu mpendwa na mtukufu, karibu tena katika makala zetu za Ijue Afya Yako. Walillahi alhamdu, kama nilivyosema katika utangulizi wangu wa mwanzo, tunajishughulika na masuala ya tiba asilia, tiba mbadala, tiba za kisunna na visomo vya ruqya kwa wale ambao wamesibiwa na matatizo tofauti tofauti, ambapo siku zote matatizo tumekuwa tukiyagawanya katika sehemu mbili. Yapo matatizo yale ambayo ni lil'ada, ni matatizo ya kidesturi, matatizo ya kihospitali, kwamba mgonjwa anapokwenda hospitali, endapo akifanyiwa vipimo, akafanyiwa check up ya damu, ultrasound, au akapimwa haja ndogo au haja kubwa, vipimo vya hospitali vinaweza kugundua tatizo, mgonjwa anasumbuliwa na matatizo gani. Lakini pia kuna matatizo ambayo ni khawariqun lil'ada, matatizo ambayo ni yanasababishwa na malighafi za kichawi ama malighafi za kishaitani. Walillahi alhamdu, hayo nayo pia tumekuwa tukishughulika nayo, na watu wamekuwa kiaweka mambo yao kuwa katika mustawa na hali iliyokuwa bora kwa hurma na utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walillahi alhamdu, tukiendelea katika kuelekezana ilaji ya matibabu, shifa, ponyo kupitia mimea ambayo ameiumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika darasa lililopita tuliweza kuelezea mmea wa mgomba, namna ambavyo unaweza kwenda kutibia tatizo la hemorrhoid, ama Kiswahili imezoeleka kuitwa kama ni maradhi ya bawasili. Leo pia tena tumekutana, tutauzungumzia mmea ambao unaitwa ni mpapai. Na mpapai wenyewe katika jenda ni mpapai dume, mpapai ambao usiozaa, ama ni mpapai ambao unaweza ukatoa matunda lakini yale matunda yasifikie uwezo wa kuweza kuliwa. Walillahi alhamdu, tukiuelezea mmea huu, ni mmea ambao unafanya ilaji ya matibabu katika kutibia watu wenye matatizo ya pumu na ama Kiswahili kilichozoeleka maradhi ya athma. Naomba nifuatilie kwa umakini. Nini unachotakiwa kufanya? Utachukua mizizi ya mpapai dume, lakini pia utachukua na dawa ya Kiarabu ambayo inaitwa habat sauda. Ni tiba ya kila ugonjwa isipokuwa uzee na kifo. Lakini pia mbali na hii habat sauda, dawa nyingine unayotakiwa kuwa nayo ni ufuta mwekundu. Utachukua ufuta mwekundu, ujazo unatakiwa uwe ni kikombe cha robo. Lakini pia na hii mizizi hii inatakiwa iwe ni mingi kiasi, ujazo ambao inaweza kuendana na hicho kikombe cha robo. Lakini pia ukiachilia hiyo mizizi, pia utaweka vijiko vitatu vya habat sauda. Kipimo cha maji kitakuwa ni lita 1.5. Utachemsha kwa pamoja vitu vyote hivi mpaka vichemke sawa sawa, vitokote, na yale maji yabakie ujazo wa lita 1.5 au lita 1 kamili. Matumizi yake sasa utatumia vipi? Utakuwa ukitumia kwa kunywa ujazo wa kikombe cha kahawa. Utakunywa ujazo wa kikombe cha kahawa asubuhi, mchana na jioni kwa muda wa siku 7. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utakwenda kuyaweka mambo yako kuwa katika mustawa na hali iliyokuwa bora kwa hurma na utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa maelezo zaidi, maelezo ya kina, endelea kufuatilia darasa zetu kupitia channel yetu hii pendwa. Lakini pia kama unahitaji maelezo ya kina, nambari zetu ni hizo hapo ambazo zinapita. Tunaweza kuwasiliana kwa ajili ya kuweza kupata ufafanuzi zaidi. Wal afwa minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.